Wote wa Tanzania mnafahamu baba huyu katika uhai wake amekaa muda mrefu kwenye ile wizara ambapo amefanya kazi kubwa za kimfumo katika maana kushepu wizara ya ardhi, lakini kiutendaji alikuwa kai ofisini, yeye anakwenda kutatua changamoto. Mungu ni mwema, nilirudi tena kwake nikaongea naye sana, na ndio maana leo hii nikimuona Mheshimiwa William Lukuvi namuona ni mwalimu wangu na mlezi wangu katika utendaji, na kwa kweli tumepoteza kiongozi ambaye ni tunu katika maisha yetu. Leo hii nikiangalia jinsi gani alivyokuwa anaisaidia serikali kama mshauri wa Mheshimiwa Rais, lakini pia katika kuwakilisha serikali pale bungeni kama chief whip wetu. Mimi kwa kweli najikuta nina gepu kubwa sana kumpoteza kiongozi huyu. Tanzania ni nafasi ya pekee. Kwanza, kama kuna mtu alichelewa kupata maarifa yake, arudi kwenye shughuli zake alizoandika, lakini alizozifanya kwenye clip zake, msikilizeni muweze kujifunza. Lakini kubwa sasa, tuendelee kumwombea baba huyu apokelewe mbinguni, asamehewe makosa yake. Sisi tupo pamoja na familia yake. Kwa kweli tupo katika kipindi cha maombolezo, lakini kwa kweli anastahili kuzikwa katika heshima ya kitaifa kabisa. Huyu baba naweza kusema ni jemedari la siasa, lakini pia ni jemedari la kiutendaji ndani ya serikali hii. Baba huyu kwa kweli kwangu ilikuwa ndio kioo changu, kwa sababu pale bungeni yeye anakaa kiti cha mbele yangu, alafu unaruka kiti kimoja, alafu ninakaa mimi. Kwa muda wote nilikuwa namwangalia yeye, akigeuka tu mimi namwangalia kana kwamba nataka anitume kama kuna jambo lolote ambayo anataka kulifanya. Maana yake nilikuwa natamani kuona yale ambayo yeye ameyatumikia katika kipindi chake chote cha uhai wake ndani ya serikali, angalau tuige, angalau kwa robo tu. Huyu baba alikuwa ni mtu wa watu, anacheka na kila mtu, ana wivu na mtu, anaweza kumshauri mtu lolote na kumpa maelekezo mazuri kwa faida yake mwenyewe, lakini pia kwa faida ya serikali.